Yes, amjambo wandugu wapendwa, habari yenu? Mumekuwa wazuri mahali ambapo mnapokuwa kabisa. Tunashukuru sana kuona nyote muko pamoja nasi tano juu ya tano katika saa za asubuhi hii. Mmeamkaje? Mmekuwaje? Asubuhi njema kwenu nyote, na wale ambao wanakuwa kati ya usiku, tukisema usiku njema kwenu nyote ambao mmekuwa ndani ya saa za usiku. Sisi hapa kwetu ni asubuhi kabisa, na tumemtukuza Mwenyezi Mungu sababu ametupatia kuona mapambazuko, ametupatia kuona asubuhi nzuri kabisa ambayo tunaendelea kumsifu na kumwabudu Mungu. Wandugu wapendwa, mambo ni mambo kabisa. Hapa mjini Goma tumeyaona kabisa, watu wameamka na kwenda tafutisha, ila kinachokuwa hapa kabisa, krize inakuwa kabisa kubwa katika mji huu wa Goma, na watu wamoja wanaanza hata kukimbia mji huu sababu inaonekana ya kwamba pesa zimezidiwa ama zimekosekana kabisa. Na hapa tumejiuliza finalma mwisho ni nini kabisa? Mwisho ni nini? Mwisho ni kitu gani? Inasemekana kwamba wa SADC ama Samidi RC imesahihi signature, inafanya signature ya kuondoka immediatement, kutoka mbio kabisa, haraka kabisa katika udongo wa Goma. Sisemi katika udongo wa Kongo, hapana. Nasema katika udongo wa mji wa Goma. Na wataondoka na vifaa vyao vyote, lakini wataacha vifaa vya FRDC. Donc wataondoka na vifaa vyao vyote ambavyo ni vyao, lakini vya FRDC vitabakia. Donc ni kusema kuna ingine vifaa vya vita ambavyo FRDC ilikuwa inaacha katika mikono ya Samidi RC ama ya SADC, na hivi vifaa kabisa vinasemekana kwamba wao wataondoka, lakini wataviacha. Sasa tunajiuliza, wataviacha mikono ya nani? Wataviacha mikono ya SADC? Wataviacha mikono ya M23? Wataviacha mikono ya wanani? Hapa ndio shida kwenye iko. Pili, wanasema ya kwamba watasaidiana na M23 kwa kutengeneza aeroport internationale ya Goma. Donc watasaidiana na M23 kutengeneza hii aeroport ambayo inamaliza siku imeharibika kabisa kwa ajili ya mapambano ambayo iliyofanyika kwa siku zilizopita hapa mjini Goma. Donc ni kusema watasaidiana kwa kutengeneza hayo mambo yote vizuri sana. Wandugu wapendwa, ni kwamba kabisa Samidi RC imesahihi kusema ya kwamba wao hawawezi wakapigane tena, ila wanaenda kuojiana na kuongea na President Tshisekedi, kumwambia kwamba inabidi tu aongee na M23. Na hapa atakapoongea, inasemekana kwamba watatia nao nguvu ili kwamba wapate kuongea, na watakapoongea itakuwa ni vizuri sana. Sasa tunajiuliza kwamba hawa wa Samidi RC ama SADC walikuja kwa kusahihi kwa gouvernement congolais. Donc ni kusema gouvernement congolais njo ilibainvite kuya kufanya securite mkongo, kulinda watu na mali yake, na kuzuia vituko vya shetani ama vituko vya uo adui M23. Sasa tumeona M23 njo inawapatia refule ama inawapatia karatasi ya njia. Hapa tumejiuliza sasa, mara nyingi tumejiuliza, eske
M23 inarudisha Sadeke kwa sababu wao ni ingine inchi, wanasema sisi hatuna maahadi na nyinyi, hakuna kitu tulisinye, hatuna contract na nyinyi, murudie kwenu. Ama ni Kongo inaambia M23 muache wale watu warudie kwao ama waje Kinshasa. Hapa tunataka tujiulize kitu kimoja. Destination ni kwenda kila mtu ukikao cha Sadek, ama destination ni kuanza kwenda Kinshasa? Baada ya kwenda Kinshasa waende kule kwao. Hapa tunataka tuelewe vizuri. Mpaka hivi ni vizuri sana kuwa tumeelewa kabisa. Na hapa wamefanya sahihi kabisa, wamesinye ya kwamba watatoka, lakini mbele ya kutoka inabidi kwanza wapate kutengeneza kwanza hii aeroporo internationale ya Goma, ili kwamba wapate jinsi gani ndege ya kuja kuwatwaa inaweza kuwatwaa. Hapa hatutaelewa kama itakuwa ouverture deja ya aeroport internationale ya Goma kwa ndege zozote zile za kisivile na za kiaskari ambazo imesemewa kwamba ni lazima ifunguke. Eske hii kufunguliwa kwa ndege kuanza kushuka kwa aeroport internationale ya Goma ni M23 inaitaka, ama ni ile kifua ambao wamewapigia kabisa Amerika na wengine ambao wanaendelea kusema immediatement ayafunguka? Yani inchi zote za Kieuropa, inchi zote za Amerika na mahali pengine pote hata za Kiafrika zimesema ya kwamba ni sherti kabisa M23 ipane nafasi kwa kufungua aeroport international ya Goma, na waache watu ambao walikuwa wametumika pale kwa aeroport ya Goma waanze kazi zao kama inavyokuwa kawaida. Na hapa hatujajua kama ni vile ama inakuwa tu kwamba wanaitikia Sadek, baada ya kuitikia Sadek waendeleshe mambo yao. Hapa inaonekana kabisa ya kwamba kuna masikilizano katikati ya gouvernement Congolais na M23. Mimi kama mchambuzi nimechambua kwamba kunaonekana kuna masikilizano kwa sasa katikati ya M23 na gouvernement Congolais. Pili, hapa kunaonekana kabisa kutumikana pamoja na gouvernement ya Kinshasa. Na hapa tunataka tuone kuna mambo mengine yatakuja kutushangaza. Kuna mambo mengine yatakuja kutushangaza. Kama vile mambo gani? Mimi ninasema kama mtu ambaye ninaona mbali na ninatizamia mbali. M23 ilishashindwa, na kifua ambayo imekuwa tayari kwa M23 na vitisho vya dunia yote nzima imeshimama kwa ajili ya nchi jirani hapa. Inaonekana kabisa ya kwamba gouvernement inataka badilika ikuye. Inaonekana kama vifaa vya gouvernement vitaanza bientôt. Inaonekana kama vita inakuwa karibuni mwisho pasipo kulia risasi tena. Itakuwa vita vya kisiasa. Na inaonekana mimi kwangu, kwa macho yangu, inaonekana kabisa kama gouvernement imekubali kutumika pamoja na M23 kama vile wanamemba, na kukubali AFC kuwa parti politique mmoja wapo, kama vile RCD, kama vile PPRD, kama vile ndio vile mimi ninaona. Alors
inawezekana kama guvernema, ni mawazo yangu, lakini ndugu zangu tusikiane vizuri. Mimi ni mchambuzi, ninachambua kabisa. Sababu sione gisi gani SADC inaweza kuitikiwa kutoka katika udongo wa Kongo pasipo sahihi ya guvernema na pasipo sahihi ya ama masemi ya guvernema. Ya porte parole wa guvernema ametangaza kusema ya kwamba SADC imetoka ku udongo wa Kongo, kama vile tuliona na mengine yalitoka ku udongo ya Kongo kwa sauti ya guvernema. Parce que M23 malgré que balikamata ville de Goma ama Nord Kivu na Sud Kivu pale Bukavu, na wazia hawana ruhusa ya kufukuza Sami DRC. Na wazia ile sijue kama ni kweli ama sio kweli. Na wazia hawana ruhusa kamili ya kufukuza Sami DRC. Na wazia na hawana ruhusa ya kutengeneza ile aeroport internationale, sababu si ya kwao. Na wazia kama ni vitu ya gouvernement, ni wazia kama gouvernement ndio napasha engage na inalipa batumishi pale. Kitu kingine kia pili, tunaanza kuona wale ambao ni wa kamanda zaidi sana wa Kinyarwanda hawaonekani tena. Kunaanza onekana tu wale wa kamanda wa Kiswahili ama wa Kongomani zaidi, ndio ambao wanakuwa mbele sana. Mnaona hapa Sultani Makenga pamoja na Biamungu wamekuwa pale kabisa kwa kusinye hii accord, lakini pembeni kulikuwa Bahati ule ambao ametiliwa kuwa gouverneur wa Nord Kivu, naye ni Bahati Elastro amekuwa pale karibu. Pembeni kulikuwa ni Willy Ngoma, alikuwa iko pale karibu yake. Pembeni yake ya Willy Ngoma kulikuwa James, na alikuwa pale. Nimeona kabisa wote ambao ni wakuu viongozi wa Kiswahili ama wa Kikongomani ndani ya M23 ni wao ambao wamekuwa, isipokuwa tu Makenga na huyu Elastro Bahati ndio ambao wamewakilisha wale wasemaji wa Kinyarwanda na wazia lakini wengine wote ni wa Kongomani alisi wa Bukavu na wengine ni wa hapa Nord Kivu. Sasa hii ndio banaita M23, aba ambao unaona biko pale kabisa njo M23 ile. Lakini upande wa pili wa AFC haikukua. Upande wa pili wa AFC haiko hapa. Donc ni kusema hii yenye munaona hapa ni wa askari kamili wa M23. Wale sasa wa AFC ambao ni Corneille Nangaa na wengine hawakukua. Isipokuwa nani Lawrence Kenyuka kama vile msemaji wa AFC. Ye aliakilisha ile AFC. Hapa tumejiuliza vitu vingi, sababu M23 kwa vitu mbili na pasuka mu mara pili. Donc ni kusema M23 inapasuka mo kitu banaitwa AFC, tena inapasuka mo kitu inaitwa M23. M23 ni muungano ya wale wa askari ambao wanapiga na vita, ndio wanaitwa M23, lakini ni movement ambayo inakuwa nao wanakuwa wakihitaji kwamba wapate haki yao kama waaskari kwa ngambo zingine, na wakipigana kwa ajili ya kufurahisha mtu ambaye ni voisin. Hapa ni wao walikuwa wanapigania kabisa kufurahisha voisin na kumpatia njia ya kuchukua na kuchimba maminere Kongole. Ile inasikilikana. Lakini sasa kuna kuya sasa parti 2 ambao ni parti ya AFC ambao ni parti politique
ambao inakuwa parti politique, ini parti militaire M23 na parti politique sasa inaingia ndani, ambayo imekuya sasa kufanya politike ile ambayo inasema sasa tunataka fanya balkanisation. Ni hawa ambao wanakuwa na ile haja ya kufanya balkanisation. Hii ni esprit ya Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa pamoja na Lawrence Kanyuka. Maana Lawrence Kanyuka haiko askari, huyu ni civilian ambaye kabisa wakati mwingine mlikuwa mnaona navala tennis, vile Corneille Nangaa navala tennis, vile Bisimwa navala tennis. Hawa ni wa civil, hawako wa askari, lakini wamevaa tennis juu wanaona kwamba wako ndani ya vita. Sasa hapa tumejiuliza hivi, wazalendo muwe macho. Hapa mimi ninaanza kuonea wazalendo macho mbele ya wakati, sababu ukinywa ya hawa wa M23 wanasema hawawezi wakatumike pamoja na wazalendo. Hapa turudishe macho nyuma. Wakati yoyote wazalendo wanafanya contre attaque, unakuyaka telefone ambayo inawaambia hatutaki. Kunakuya wale ambao wanasema hivi mko afanya iko havyo. Wakati wanataka kukamata Bukavu, kunakuya ba politiciens wenye wanakuya mbio mbio kuongea na wazalendo. Hapa nimeona kuko kishida. Na ndio kwa maana General Amuli Yakotumba aseme tena, ananyamaza kwanza kimya, sababu anaona mambo kunakuwa off tackle, kuko bitu vingine vyenye abiko bya munivo yake. Yani politike inafungia militaire njia. Kwa gisi wazalendo wakisema wanakamata muji wa Bukavu, kutakuya off tackle inatokea Kinshasa. Kutakuya watu ambao wanatokea Kinshasa na kuhukumu na wanaanza kuwatilia ko mavikwazo fulani. Sasa hapa kunakuwa kitu banaita kunakuwa politike yenye mu grande echelon. Wazalendo wasikuye na kifukutu, wakuye na akili. Maana kinachohitajika, wazalendo wanaweza kuya kujishtuka wameingia ndani ya mtego, na hii mtego itawakamata na ni gouvernement na watia ndani ya mtego pasipo kuona mbele. Yani mimi kama vile mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari Kolomboka, ninakwambia ninaona mbali. Na hii kuona yangu mbali, nataka ni washauri wa ndugu zangu ya kwamba wasikubali komandema ya gouvernement, puisque komandema ya gouvernement ni kuchanga wa askari, na hao askari wanapochangiwa gouvernement iendelee kutumika kama kawaida. Ni kusema vita taisha wamechanga wa askari. Sasa ninasema hivi, wakati watachanga wa askari, nyie wazalendo ama sisi wazalendo bitakuwaje? Hapa ndio kunyonona Amuli Yakotumba hakufika ku mitingi ya Bitakwira, sababu aliyua kama Bitakwira anakuya na package ya gouvernement, na ile package anakuya nayo moja wapo ni package ya wa civil, ndio ile ya kumitingi ya nyaliongea zarani, na package ingine inakuya ni package ya pili ambayo ni ya awiklo. Tuongee sasa sisi wenyewe ya kwamba hii vita tuibloke. Ndio maana unakutana kunakuwa wazalendo wa Uvira pale Fizi, kunakuwa wazalendo wa Mwenga, kunakuwa wazalendo wa wapi. Donc unakutana kwa maparti bunakuwa. Sababu gani? Huyu Bitakwira alisema ya kwamba amechaguliwa kuwa msemaji ndani ya diplomasia ya wazalendo, lakini sasa wakati anapofika hata sema kwa jina ya wazalendo wote, lakini anasema kwa jina ya wazalendo wa Uvira. Unaona ile kitu? Baadaye anaita wale wakuu viongozi wote wa wazalendo, anababeba awiklo, anabaongelesha. Kitu gani kilichoongelewa pale?
Kile kilichoongelewa pale njo msiba wetu sisi wa civile. Kile kilichoongelewa pale njo maisha yetu sasa, njo mimi nakwambia njo kinyi kitatuangamiza ama kinatuponesha. Ndiyo kwa maana ndaambia wazalendo, mambo yote inayofanyika gizani tunaijua, na tunapoijua wakati tunawakisha torchi yetu tunaiona, tunaona mabaya iko natendeka, na ndio maana avance inakuwa kama vile inakuwa bloqué hivi. Nakwambia bientôt retrait spécial ya ba M23 itakuwa na banafanya mixage, banaanza